Wakati joto la mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League kati ya Tabora United dhidi ya Yanga, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa hapo tarehe 2 Aprili 2025 likizidi kushika kasi, kuna mengi ambayo yameibuka katika mitandao ya kijamii. Haswa kuna ile mojawapo kati ya clip ama video inaonekana mojawapo kati ya watu ambao ni wadau wa timu ya Tabora United wakisema kwamba mzazi wake ambaye ni mmoja kati ya miongoni mwa watu wakubwa ambao wanashiriki katika maandalizi ya klabu ya Tabora United kutishiwa maisha na mmoja kati ya viongozi wa Yanga. Mambo hayo yamezidi kuwa mengi, lakini hapa ndani Christina Mwagala ambaye ni msemaji ama afisa habari wa klabu ya Tabora United ametoa ufafanuzi juu ya hilo, akisema kwamba huu ni ushamba ambao unafanyika kwenye mpira na pengine hilo haliwezi kuwatoa katika focus yao kuelekea katika mchezo huo dhidi ya Yanga ambao kwenye mchezo huo wanahitaji kupata ushindi na si vinginevyo. Christina Mwagala amezungumza kuhusiana na hilo kiundani, lakini kabla ya kumsikiliza Christina Mwagala, ninakupitisha katika clip ambayo imezagaa mtandaoni ikidai kutishiwa amani na akitarajia kwamba clip hii itafika kwenye mamlaka na hatua stahiki zitachukuliwa juu ya mtu huyu ambaye amefikia hatua ya kutishia uhai wa familia ya mzazi wake. Lakini pia kuna clip nyingine ambayo wanaonekana kama ni watu wataalamu wa jadi wakiwa wanatishiana, mmoja ni wa upande wa Yanga na mwingine wa upande wa Tabora United. Sasa na kuwekea kwanza clip ya kwanza uweze kuisikiliza kiundani kujua nini hasa ambacho kinaendelea kuelekea katika mchezo huu. Vuguvugu limezidi kuwa la moto kweli kweli. Hili swala ambalo nataka niliseme, nataka lifike kwa mama, lifike kwenye serikali, lifike kwenye uongozi wote, kwa mawaziri wote ambao kwenye hii sekta wahakikisha wanatoa msaada kwenye hili swala. Kuna kiongozi mmoja wa timu ya Yanga ambaye amemwaahidi baba yangu kwamba endapo timu ya Yanga itafungwa kwenye game yao ambayo ijayo, atamuua yeye pamoja na familia yote, ataiteketeza familia yake yote pamoja na yeye atamuua. Na kuja na ushahidi wote wa voice ambazo amemtumia mzee wangu na wa jinsi walivyoongea, mazungumzo yote yamerekodiwa. Amemwahidi atamuua yeye pamoja na familia yake. Nataka nije na ushahidi wote na nahitaji hili swala lifike kwenye serikali na lichukuliwe hatua. Yaani lichukuliwe hatua ipasavyo, kwa sababu haiwezi kufikia hatua kwamba mtu anachukua mamlaka ya kumtishia mtu uhai wake, kwamba ana uwezo wa kutoa uhai wake kwa sababu ya timu, kwa sababu ya mechi, na sio yeye peke yake. Atatoa uhai kwa yeye na familia yake yote. Na kuja na ushahidi wote na kila kitu na kiexpose, na nahitaji msaada upatikane katika sehemu za kisheria kuhusu hili swala, kwa sababu hauwezi kutishia maisha ya Mtanzania hauko juu ya sheria yoyote. Mimi natamani na napenda sana Tabora United mwe klabu ya mfano kukomesha hii hali ya baadhi ya mashabiki wadau wa soka ambao wanaleta vitisho katika soka hili la Tanzania. Sitaki kuingilia ugomvi wa paka na panya, lakini binafsi wakati ile sauti na isikiliza, hatuna ugomvi na mtu. Sisi ni timu ya mpira. Sisi ni timu ya mpira ambao tunacheza. Sawa? Yaani sisi ni timu ya mpira wa miguu ambayo tumepanda kwa nguvu zetu. Hatukupanda kwa sababu ya mtu fulani. Sisi tulipambana wenyewe kuhakikisha kwamba timu inapanda. Kwa hiyo kama ambapo tulikuwa tumepanda na tunahitaji kufanya vizuri katika ligi yetu ya Tanzania. Ligi yetu ya Tanzania ni ligi bora sana, ligi namba 4. Bodi ya ligi pamoja na TFF wanafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba kila siku vilabu vinafanya kazi zake vizuri. Vinahakikisha kila siku vilabu vyote ambavyo vinavyoshiriki ligi kuu, championship, first league na mashindano mengine vinafanya kazi zao pasipokuwa na bugs. Kwa hiyo ni lazima tuisupport TFF na bodi ya ligi kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya ya kuhakikisha kwamba mpira wetu unazidi kusonga mbele. Kwa hiyo sisi hatutaki kupambana na watu kishamba, kwa maana huo ni ushamba. Yaani huo ni utoto. Unaelewa? Yaani huo ni nini? Huo ni utoto. Kwa hiyo kwa sababu sisi ni wakubwa na level ya Tabora sasa hivi ni kubwa, mpaka unaona watu wanaamua kutumia vitisho kutisha watu au kutisha mtu, tafsiri yake ni kwamba huo ni utoto na huo ni ushamba. Kwa hiyo sisi ambao tunachokifanya ni kuhakikisha kuwa tunapambana kwanza na mechi, tunashinda. Na ni lazima tushinde, na hakuna rangi ambayo Yanga wataacha kuiona kwenye mchezo. Yaani hakuna rangi ambayo hawataacha kuiona. Yaani watakutana na rangi zote. Lazima watuambie kama wana macho mazuri pasipo kutumia miwani. Watuambie asali ina rangi gani? Yaani uhalisia wa rangi. Kwa maana sasa kama hata Eponka unajua kabisa kwamba asali rangi yake ilivyo. Nadhani haujui. Mimi mwenyewe pia naishi Tabora. Lakini
sijaijua kwamba asali na rangi gani. Yaani mtu akiniambia rangi ya asali, sisi nitamwambia karoti, sio kahawia, sio dark blue, sijajua. Lakini nahitaji wao Young Africans watuambie asali na rangi gani. Nafikiri mechi ya tarehe 2 itakuwa mechi nzuri sana. Na hapo umetaja miwani. Alikamu huwa anavaa miwani na tayari yupo Tabora huko. Sijajua, tumemwona yupo anahangaika na zurura. Ni watu ambao hawana mipango. Kwa hiyo kuzurura kwao, na sisi tunaenjoy kuona kwamba wanakuja kimafungu. Kwa hiyo na sisi tunataka hata pindi ambapo wanaondoka wataondoka kimafungu. Yaani wao wanakuja kimafungu na pia kuondoka wataondoka kimafungu. Na maana yake wameenda mbali zaidi hata kwenye ile sauti kwamba nyie mechi na Simba mlilegeza hivi. Mlikuwa wanyonge afu mnyama akaondoka na bao 3. Hatujawahi kuwa wanyonge na hatujawahi kumlegezea mtu. Ujue Tabora sio timu ambayo ukienda kucheza mtu tayari ana calculator masikioni au kwenye ufahamu wake kwamba tunakwenda kucheza lazima tutashinda magoli 5, magoli 7, na tunajua kabisa kwamba Yanga akili yao ni hiyo kwamba tunataka twende tukawadhalilisha. Sasa sisi tutakwenda kuwadhalilisha wao. Yaani Tabora sio timu ambayo kama hizo timu nyingine ambazo wanakutana nazo wakifika case study inajulikana. Hapa lazima tushinde goli 7. Hapa lazima tushinde goli 5. Hii Tabora sio namna hiyo.